Basi na wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni wakati mwema, ni wakati ambao ni mwafaka tukaweze kuendelea na mtiririko wa mafundisho yetu ambao tumekuwa naye wiki jana. Wiki jana tuliongea kuhusu mto wa damu ya Yesu ambao unatiririka. Tukaongea kuhusu mto wa kiukoo ambao unatiririka. Na tamanio letu, tamanio ya kila mlokole ni atoke katika mto wa kiukoo ambao ni damu ya kiukoo ambayo inatiririka, aingie katika mto wa damu ya Yesu ambayo inatiririka. Tukaangalia tukaona ya kwamba Mwanzo 1 mstari wa 26 Mungu akaumba mwanadamu, kiumbe mwanadamu, mimi na wewe, kwa mfano, kwa sura yake, image after the likeness. Na tukaangalia tukaona ile sura ndio DNA, the gene. Na ndiposa naona familia wanafanana kwa sababu ya hiyo gene, the DNA. Na ewe yote akiokoka, born again, anastahili kuingia katika DNA ambao ni ya Mungu, afanane na Mungu, si kwa uso, afanane kwa matendo, kwa imani, kwa kutekeleza vyote ambavyo Mungu hutekeleza. Na tukaona kwamba mto ambao ni wa kiukoo kuna kuanga na mambo mengi sana mabaya, kwa sababu katika familia kuna watu waliua, wengine wakaoana within the family, ukaingia dhambi ya incest. Katika familia kuna wale ambao wako na damu ya kuoa na wake wengi, polygamy. Katika familia kuna yale magonjwa ambayo yabatana na familia fulani. Lakini sasa lazima tuulizane maswali ambao yataleta jawabu ili mlokole wa wakati huu apate faida katika wokovu. Si vizuri kukaa ndani ya wokovu na hakuna faida. Hata kama ni duka ungekuwa umefungua biashara, tunasema mtu amefilisika. Ni kumaanisha kuna Wakristo wengi wamefilisika. Wamo tu ndani, wanasema wako na Yesu, lakini ni Yesu ndani yao ambao hata hamuelewi. Yawezekanaje ukae na mtu na hamjui, au ukae na kitu na ukielewi? Hii ni kukaa kihasara. Pia jirani yako acha kukaa kihasara. Na mwambie kama una kazi, acha kukaa kihasara. Mawazo ya Mungu akikuokoa, akiniokoa, nifaidike, nikae maisha ambao ni ya kubarikiwa, nikae maisha ambao ni ambavu, ambao ni ya juu. Sio mediocrity, pale chini uwe dormant. Hapana. Sababu ni gani? Wakati Yesu amekufa na akafufuka, akapata ushindi juu ya shetani mwenyewe na mapepo, alipaa juu mkono wa kuume wa Baba, amekaa pale katika ushindi. Na nikiokoka, wakati umeokoka, unakuwa translated, unapandishwa juu, unakaa mkono wa kuume pamoja na Yesu Kristo, juu ya mapepo, juu ya usultani, juu ya gome, juu ya magonjwa, juu ya laana, juu ya kisirani. Pigia Yesu makofi. Wewe si mtu duni, wewe ni mtu ambaye ako na mamlaka, ako na uweza. Hallelujah. Ndio mighty man of valor. Hata Gideoni siku moja akasalimiwa na malaika wa Mungu. Judges 6. Akasalimiwa tu, mighty man of valor. Akajiangalia, kaangalia nyuma kama kuna mtu mwingine yako huko. Ni wewe, hata leo ni wewe. You are the mighty man of valor. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you.
we are. Hapo ndipo tuko. Hapo. Na usikajione tena wewe ni grasshopper nzige. Walienda katika nchi ya ahadi kupeleleza. Wakaangalia watu wakaona ni majitu, ni mabauza. Watu wamekula vizuri, ugali na omena. Watu wamekula mudhokoi, watu wamekula mukimo kabisa na mutura. Watu kubwa wakasema hai hatuwezani. Lakini watu wawili, Yoshua na Kalebu wakasema tunaweza. Sio kwa sababu yetu. There is a God in heaven. Tukiomba yeye tunajibiwa. Hallelujah. Na wakashinda vita. Wewe na mimi tunaenda mahali. Na ile njia tunapitia, already njia Yesu amepitia. Si ati hakuna njia, ipo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tupate hiyo resemblance, the DNA. Kwa hivyo, mtu ambaye anataka kukombolewa, mtu anataka kuendelea mbele, akae katika ushindi, higher above every principality, every power any power of darkness, ngome na usultani wa kishetani, ni lazima apate kufahamu, kuelewa, apate ufunuo wa neno. Hiyo ndio itakusaidia. Ujifanye kama mkutano useme, hey, kumbe ndio hii familia yetu imepitia hii njia. Hii lazima nitoke. Hii lazima nitoke. Hii lazima nitoke. Ukiwa kuna kitu umeangalia ukaona kifamilia kimetengeneza pattern kama hii, hiyo ni kitu ambao unastahili kufight, kupigana nayo. Bwana akusaidia na anisaidie sana. Wakati umefika. Hatutakaa tena wakati wa kufinyiliwa. Tutatokaje katika ule mto? Kwa sababu lazima tutoke. Hakika damu inatiririka. Mimi najua tu babu, sijui babu huyo mwingine na mwingine, na hiyo nyanya na chocho na chocho simjui. Lakini ningali nabebana na hiyo mto wa damu yao. We must come out of it. Na ni mimi nitatoka, ni wewe utatoka. Wewe ndio unajua kile ambacho kinakuadhiri katika hiyo familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona, we are recapping what we did last Sunday. Tukaona ya kwamba hiyo vitu ambayo inabatana, ambayo ni ya kiukoo, vitu kama ulevi, naona mama, nyanya, chocho alioleka akiwa na mtoto wa kike. Hiyo firstborn ikioleka lazima izalie hapo. Na wewe uko hapa unang'edhia tu. Unataka kuzalia hapo. Kataa utoke katika hiyo mto ambao unatiririka hivyo. Ingine ni magonjwa baya sana. Familia zingine hawapiti miaka 45. Kifika huyu ni mkongwe sana katika hiyo familia. Premature death. It's a pattern. Lazima tukaondoke katika hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Nikawaahidi leo Sunday ndio tunaingia katika kutoka hiyo mto wa ukoo. Ni wangapi wako tayari kutoka katika hiyo mto? Mimi ni namba 1 nataka. Nitakuelezea polepole ili ufahamu. Wewe sitoka ndani ya kitu ambao huelewi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona hiyo ni damu, bloodline, liver that is flowing, ambayo inatiririka ndani ya maisha ya mtu. Basi kuna kamto kengine mtu hujijengea, na hiyo ndio nataka tuongee ili tuombe. Kanaitwa the sideline liver. Kamto kengine kakando. Si hata mtu ukivulika kuna kuaga na nini itakuwa na overflow. Kuna kamto kengine kakando. Kanaitwa sideline. Kana flow, kana tiririka. Haka kamto ni kambaya. Because it is situational. Ni hali.
Hii haiko katika damu, lakini baadaye nitakuonyesha inaingia, inakuwa in the bloodline. Haka kamto kanakuja aje? Kanakuja kwa sababu ya mtu kukasirika. Mtu anaumizwa na mwingine, alafu anakaa akiwa bitter, kuna machungu sana. Hiyo kitu inaendelea kujirudia ndani yake, inakaa. Na ndiposa madaktari wanatuambia inaleta stomach ulcers. Mimi si daktari lakini nasikia. Lakini I know I'm not very far from the truth. Hiyo. Sasa hii kamto inajengeka kwa sababu sideline liver. Siku moja kuna mfalme anaitwa Daudi, mfalme wa Israeli. Amezaa kijana anaitwa Absalom. Kijana nywele yake ilikuwa kama kilo 6. Unasemaga Mungu na nywele nyinyi wa dada. Akinyolewa tu mwaka, alikuwa ananyolewa mwaka mara moja kama buzi. Kinyolewa tu nywele yake ilikuwa kilo 6. And it was very beautiful. No, sorry, handsome. Very. Yani hawa mama alikuwa naona yeye anatema mate. Inatiririka. He was so handsome. Na amesimama vizuri wima. So ikafanyikaje? Absalom akataka kupindua baba yake. Na ikawa amesucceed. Alikuwa mjanja kiasi, ametumiwa na shetani sana. Anakaa mahali kwa malango anaambia, kama Israeli kungekuwa na mfalme, kesi yako ingetatuliwa. Akawin hearts, akachukua roho za watu sana. Basi ikafika siku moja akaelekea ikulu. Mzee akaona huyu kijana, sitaki vita, mimi nimezeeka na sitaki auliwe. Mzee akahama ikulu, akaenda. Basi wakati alikuwa anavuka kamto, kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Shimei. Mbona jirani yako Shimei? Na Shimei ni roho, hata kanisani iko. Haleluya. Hebu angalia uone kama unaona Shimei karibu na wewe. Hiyo roho iko kanisani, hiyo roho iko home, iko maeneo yote, hata maeneo ya kazi, iko maeneo ya biashara. Ni roho ya kukejeli watu. Shimei akasomea mzee. Habia bure. Tewe ni mfalme. Angalia vile unaenda tu. Umefukuzwa tu kama mbwa kutoka ikulu. Mzee akamwangalia tu. One of the commanders akataka kumuua. Lakini Daudi akamwambia achana naye. Pengine Mungu amempa nafasi hii, muachilie atawale. Muachilie tu. Muachilie atawale. Akaachiliwa. Lakini akakaa huku naye Daudi akatoroka akaenda mafishoni. Punde si punde akajiandaa. Daudi ni kama simba. Hakuwahi kushindwa hata vita moja. Akarudi na akachinda yule mtu. Hebu sikia. Ameinua, Suleimani ameinuliwa, Daudi ameenda. Kabla aende kulala au kufa, akaambia mtoto Suleimani, wewe ndiye mfalme, wewe ndiye mfalme. Lakini unaona yule Shimei alifanya, hata wewe unajua. Usifanye aondoke. This is the place where detention is mentioned in the Bible. Hamna mahali ingine. Hii ya serikali imekuja juzi. Kibiblia imo. Daudi akaambia Shimei wakati alirudi, Shimei, jijengee nyumba, fanya kazi zako ndani ya nyumba yako na nje, lakini wakati utavuka ule mto, kuisha. Akaridhisha ule uchungu. David transferred his bitterness and pain to his son Solomon to execute the killing of Shimei. Imemwaga damu, haikumwaga damu. Sasa hii imekuwa bloodline, imekuwa laana.
kwa sababu ni ushungu tu ulipatikana. Ingine sideline ambayo ina flow ni maex. Abia jirani yako maex. Sijui kwa nini hawakuitwa makei au mabii, ni maex tu. Mungu anisaidie, mimi sijui, sijafanya utafiti. Unisaidia pasta, saidia pasta. Ajua aliitwa maex kwa nini? Watu wamekaa wamefirinyirika kwa sababu waliachwa. Ni kama wanaume wameisha katika dunia, ni kama wasichana wameisha katika dunia. Hey! Wacha kukaa kwa maex. Jirani yako, toka kukaa kwa maex. Utakuwa na mabitterness. Hey. Na hukumwambia vizuri, wewe rudia hapo tena. Mwambie, toka kwa maex. Hey! Hiyo bitterness inakuwaka kali. Hey! Mtu akiachwa inakuwaka kali. Kwa sababu wale wengine wanakuambia, ona uliachwa. Na vile ulikuwa unalinga, unatembea na msichana. Sasa na yeye analinga na anapitia karibu na wewe. Amejipiga koroni, amekamatwa vizuri na mwanaume. Yaani huko iguo. Yaani hii inakuanga kitu kingine. Hebu sikia, inatengeneza another sideline, liver. Inatiririka ndani ya yule mtu. Ukikosa kudeal na hiyo kitu, itakuwa it will grow just like how David family ilimea na ikakuwa, it becomes another bloodline. Hebu sikia, forgive them for they don't know what they are doing. Forgive them. Abia jirani yako, forgive them. Achilia. Wabia achilia yeye. Na unajua ukiachilia unapata mwingine ikiwa unataka, ikiwa hutaki unakaa. Hey! Bwana Yesu asifiwe. Akaachilia. Ukiachilia sideline hiyo X, hiyo kitu itapona. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nafanya introduction. Nataka mtu aelewe. Hallelujah. Hii kitu ni nzito sana. Unapata mwingine, baba yako alikuwa anachapa mke wake ambaye ni mama yako. Ukioa unaolewa na habia baya pia na kuchapa. Sasa unabebana na ile issue ya baba yako na mama yako, umekutana na mwingine, imekuingiza katika kuchapwa na mume wako. Hii kitu haki ni mbaya. Mbona jirani yako, hii kitu haki ni mbaya. Ni mbaya. So this sideline liver, matokeo yake inakuanga mbaya. It causes divorce. Watu wanaachana kabisa, wanavuja familia, separation. Na sana pia inaleta magonjwa. Na kabla ya hayo yote yakuje, pesa inakula ya familia. Watu wanapelekana kotini, waondoke katika familia, wachanichwe na koti. Kuna mmoja alikuja kwangu siku moja. Anasema, "Pasa, mimi nataka uniachanishe na mume wangu." Nikacheka kwa sababu mimi sio niliwafunganisha. Mimi nimefundishwa kufunganisha, lakini si kufundishwa kuachanisha watu. Ananiangalia tu ananiambia hapana. Mimi nataka uombe tuachane na mume wangu. Nikamtuliza nikamwambia, hiyo maombi sijui. Nikamwambia kaa chini, akaniambia sikai. Nikampeleka pole. Alafu nikaachilia maombi kidogo tu. Nikamwambia sasa kaa chini dada. Akakaa chini. Hallelujah. Hii kitu ya machungu ni mbaya. Naona unaniangalia hivi. Umekaa wiki moja hujaongea na habi wako. Umenyamaza. Mume naye anakujaga saa 9 wakati hata kuku na bata zimelala na paka. Nakuja tu peke yake tu. Hata hataki chakula chako for the last 2 weeks. Sideline issues. Samehe mtu. Bwana Yesu asifiwe.
Pengine wewe msichana ulitijatishwa na mwanaume. Wanaume men are dogs. Yaani nani alikuambia wanaume ni mbwa? Kwani unatafuta mbwa inatafutanga mbwa? Wacha sitaki kwenda upande huo, lakini wacha kukaa na bitterness. That's what I'm saying. Hallelujah. Let us give ourselves a scripture. In the book of Zechariah 1 verse number 16. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Zechariah 1 verse number 16. Therefore, this is what the Lord says, I will return to Jerusalem. I say Zechariah 1 verse number 16. Tumepata? Therefore, this is what the Lord says, I will return to Jerusalem with mercy, and there my house will be rebuilt, and the measuring line will be stretched out over Jerusalem, declares the Lord Almighty. Kwa sababu hiyo Bwana asema hivi, ninarudia Yerusalemu kwa rehema nyingi, nyumba yangu itajengwa ndani yake, asema Bwana wa majeshi, na Kaaba itanyooshwa juu ya Yerusalemu. Hebu nisikie hapa. Niliguzia last week, lakini sasa nataka tuzame hapo. Life is about lines. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti ya huyo aliye karibu na wewe, jirani, na mwingine huko nyumbani, tofauti yao, huyu naona amebarikiwa, huyu hajabarikiwa, ni ile laini alipitia. Pengine huyu akasoma, huyu mwingine hakusoma. Pengine huyu akaridhishwa mali na baba, wewe hukuridhishwa kwa sababu mzee hakuwa tajiri. Kwa hivyo laini yake imepaa kuwa utajiri, na wewe unajitafutia ndio unajijenga. Hamwezi kuwa in the same level. Ukiingia katika barabara, kuna michoro. There is the yellow line. Kuna the dotted line. Kuna the zebra, mahali ya kucross. Maisha iko katika laini. Huyu ameolewa, huyu hajaolewa. Huyu hajaoa, hivyo tu ni maisha. Na hii maisha katika hizi laini inaletanga utofauti sana kimaisha. Bwana asifiwe. Kuna maana kubwa sana ya hizo laini ambazo zimechorwa katika maisha ya mtu. Na hizo michoro ndio nataka tuangalie kwa utaratibu sana, ili tuelewe tutatokaje katika ile kifungo, bondage ambao tumeingia. Kuna watu wako katika jela na hawaelewi wako katika jela miaka na miaka. Kuna wale wameelewa na kuna wale wataelewa sasa. Wengine wataendelea kukaa. By the way you receive the revelation, ile hali yako ya kiroho, hiyo ndio italeta utofauti. Bwana asifiwe. Mathayo 5 mstari wa 23 mpaka 26. Niruhusu nisome hapo kwa ufupi tu. The New Testament, that's Matthew 5:23. Therefore, if you bring your gift to the altar and you remember that
your brother has ought against thee, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukumbuke ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako. 24. Leave there your gift before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. 25. Agree with your adversary quickly, while as you are in the way with him, lest at any time the adversary deliver you to the judge, and the judge deliver you to the officer, and you be cast into prison. Patana na mchitaki wako upesi wakati wapo pamoja naye jiani. Yule mchitaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akupeleke kwa askari ukatupwe gerezani. 26. Verily I say unto you, you shall by no means come out thence till you have paid the utmost farthing. Amini na kuambia, hutoki humu kamwe hata uiache kulipa senti ya mwisho kuhusu uzinzi. Hebu nisikia. Hiyo inaingia laini ya kuwa mumekwaruzana na mtu. Pengine uko na deni yake hujamlipa. Pengine kuna ajabu ulinena ambalo ni ya gossip na hujatuliza hiyo maneno mpatane. Biblia yaniambia nini? Ikiwa naja katika madhabahu kuleta dhabihu yangu, sadaka yangu, ninakuja tu, kabla nifike madhabahuni nakumbuka kuna kitu hatujasawazisha na ndugu au kaka yangu. Weka sadaka yako chini, rudi mupatane na huyo mdani wako. Mkipatana, kuja chukua sadaka yako, wekelea kwa madhabahu. That is how powerful it is, unforgiveness. Imesema hivi mstari wa 25. Msipopatana, yule ambaye ulikuwa na ajabu na yeye akupeleke kotini, wewe jaji ataachilia au kadhi ataachilia hukumu, ofisa atakuwa pale, utasukumwa ndani. Na Biblia inasema hivi, hutatoka ndani mpaka ulipe senti ya mwisho. Now, who is this judge? Wacha tunaangalia tu mahakama. Ndio, ni vizuri kuwa na wazo ni mahakama ile tunajua ya Kenya. Lakini hapa judge, God is a righteous judge. Mungu ndiye kadhi. Na anatuambia nini? Ikiwa sijakusamehe, ikiwa sijarudisha hiyo deni, ikiwa kuna jambo ambalo hatujapatana, it is that serious. Tupatane kwanza. Nikileta dhabihu kwa madhabahu itakuwa ni sarakazi tu, haitakuwa kifikia God. That is how strong sideline livers are strong. Zinanenepa mpaka wengine wanasikia voices zinawaongelesha. Sitamsamehe. I'm not forgiving. Ndipo unaona watu wengine barabarani. Yaani jaribu kujua anaongea na nani. Kwani mnaishi wapi? Hujaiona mtu anaenda si mwenda wazimu. Usiniambie ni pesa anahesabu. Pesa hesabiwi hivi. Pesa inahesabiwa hivi. Najua vile pesa inahesabiwa. Huyo kuna mambo ameambatana naye, amebebana. Ndipo Yesu ametuambia nini? Take
Take up my yoke. Chukua nira yangu ni nyepesi. Wacha kubeba hiyo mizigo mikubwa. Hata ingine wakati uliolewa kuna kitu kalifanyika. Imagine ulini promise utanibadia dress ya Italy. Mpaka siku hizo zimetoka fashion nyingi. Mpembeleze mwambie nibaie fashion ya sasa. Hiyo ya siku ile uliolewa imepitwa na wakati. Toka huko. Kaa kisasa. Si Yesu akusaidie na anisaidie. Tuondoke katika hiyo maneno. Tukae katika yale mapya. Bwana Yesu asifiwe. There are also lines between family members. Unaona watu wanaenda, pengine mzee ameitana, baba ameitana nyumbani. Kwa sababu huyo amebarikiwa na gari yake. Anakuja abebana na familia na huyo mwingine. Wengine kama watatu hawana gari. Inakuwa jambo mbaya sana. Na sisi wazazi hata nasi tuwe na adabu. Si ndio? Ati yule ambaye anakaa nyumbani ndiye atakuwa ndiye atachija, achome kichwa na miguu. Hapana. Kwa sababu ati hana gari. Na mke wake aende huku chini akaleta doma. Anakuja akiwa na matope. Wengine hawezi enda huko sababu hata vidole haikaagi vizuri, wanakaa hivi. Bwana nisaidie. Sisi wazazi nasi tupeleke watoto wetu vizuri. Let us not try to divide them. Hiyo kitu inaleta uchungu katika familia. Na mtu anakaa akiwa amefinyirika, anakuwa na uchungu. Na inaenda kudevelop, itakuwa bloodline kazi. Bwana Yesu anisaidie na akusaidie sana. Kuna mtu mmoja, Esther 9 verse 24-25. Hatutasoma. Nataka tu usikie. Huyo mtu alikuwa afisa mkuu katika Israeli, wametekwa mateka. Haman na tuko na Mordekai. Sasa huyo mwanaume akawa ametengeneza mti ambao itakuwa ya kusurubisha Mordekai. Na akapanga vizuri sana. That scheme ikaendelea vizuri mpaka ikawa ni wote ambao ni Jews wote ndio watakuwa wauawe. Hakujua kuna mke wa mfalme ambaye pia ni Mjiu, ambaye jina lake anaitwa nani? Esther. So wakati Haman amesikia, akaendea Esther akamwambia ni kubaya. Na Esther akaomba, akapata kibali kwenda mbele ya mfalme. Sasa mambo ikapinduka. Ikawa Haman ndio atafanya nini? Ndiye atakuwa hang, ndiye atauliwa. These sidelines, mto huu unaletanga kifo. That's what I want to say. Aliuliwa. And 10 of his sons were also hanged. Hallelujah. Andiko lingine, Methali 26:27. If you dig a pit, you fall into it. And if a man rolls a stone, it will bounce back to him. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, tumeokoka, sisi ni warokole. Lakini Biblia inaniambia nini? Ukichimba chimo, wewe ndio utafanya nini? Utaanguka hapo. Na ukidigirisha jiwe, it will bounce back to you. This is true. Galatians 6 verse number 6 inasema nini? Do not be deceived. God is never mocked. Whatsoever you plant, you shall harvest. Si ndio? Kwa Mungu hakuna hasara. Unapanda maovu, utavuna maovu. Panda mazuri, unavuna mazuri. Haman alipanga mabaya, akavuna mabaya.
akashirikisha hata watoto wake wakauliwa 10 young men. Mto ukatiririka wa damu ya kiukoo ambao ni mbaya. Sasa wakawa na kitu inaitwa kulipizia kizazi, revenge. That family lived in revenge. Wanataka kujilipizia kizazi, kwa sababu sasa hiyo sideline ilifanyika kuwa brideline. Utakamata tu, twende pole. Ecclesiastes 6:10 verse number 8b. Whoever breaks through a wall will be beaten by a snake. Hallelujah. Wewe mrokole unaenda kuvuja ukuta, utaumwa na nyoka. Ani wengi wameumwa na nyoka. Na ni kweli. Mimi hapa nikidrive usiku sijaona wa hapa, lakini naona wengi. Nasikia na wengine ni wa praise and worship makanisani tuko tu. Lakini kama ningekuona nitakuita tu. Mimi sina uoga, nitakuita tu. Unaona msichana ametumwa na baba yake na mzazi aje shule. Na anakamatwa hivi barabarani. Ni kweli. Wewe pasua ukuta, utaumwa na nyoka. Lakini God forbid, hakuna hata mmoja wako hapa. Tujipigie makofi, hallelujah. It is true. Kuja usome, urudi nyumbani na degree yako na diploma. Usirudi nyumbani na kama mtoto useme aki nitakaita diploma, nitakaita degree ya curious science. Hakuna, ni mtoto umezaa. You see, sasa imefanyika kitu utabeba miaka na miaka because of sideline leavers. Si unaona? Mungu anisaidie na akusaidie sana. Hallelujah. I saw you polluted in your own blood. I said unto you, when you are in your blood, live. Yeah, I said unto you, when you are in your blood, live. Oh Jesus. Hebu nirudie na Kiswahili. Nami nilipopitia karibu na wewe, nikakuona ukigagaa katika damu yako. Nilikuambia ijapokuwapo katika damu yako uwe hai. Naam, nilikuambia ijapokuwa katika damu yako uwe hai. Inua mkono wako, sema Baba, katika jina la Yesu, napokea uhai, napokea uhai, napokea Zoe Life, ijapokuwa napitia ninagaga katika mto damu ya kiukoo. Oh Bwana, asante, umeniambia niwe hai, napokea kwa jina la Yesu. Kiwa najielewa, haijalishi kama baba alikuwa Mwamoli, haijalishi kama mama alikuwa Muhiti, haijalishi kama baba alikuwa mwizi, haijalishi kama baba alikuwa mlevi, haijalishi kama mama alikuwa kahaba. This material is for you, is for me. Sasa Mungu ameniambia niwe hai. Aliniona nikigaga katika ule mto wa kiukoo, mtu ambao umejaa uchafu na uvundo, umejaa kifo, umejaa magonjwa, umejaa kisirani, umejaa malaana. Na ameniona nikigaga pale, akaniambia ishi, uwe hai, uwe hai. Inua mkono, sema Baba, katika jina la Yesu, sitakufa, sitagarikishwa na mto wako wa damu wa kiukoo. Magonjwa ya kiukoo hayatanigarikisha, kisirani ya kiukoo haitanibeba, malaana ya kiukoo hayatanibeba, kutoaminika, ugomvi, hasira, ucharati hautanibeba. Mto wa kiukoo, achilia mimi, chilia mimi, chilia mimi katika jina la Yesu. Bila unaonanga unakasirikanga, si wewe, ni mvundo ulio katika ule mto unatiririka ndani yako wa kiukoo. Bwana kanisaidia. Shadeka na masata. Ambia jirani yako, we are coming out of it.
Enda katika Mwanzo 49. Genesis 49 verse number 6. Oh, shalagadaba kama shanta. Brace yourself sasa. Tunaenda kupata kuomba sasa. Oh, rakoba shalaba shantala babu. Thank you, Jesus. Verse number 6. Oh, my soul, come not you unto their secret, unto their assembly, my honor. Be not united, for in their anger they slew a man, and in their self-will they dug down a wall. Nafsi yangu, usiingie katika siri yao. Fahali yangu, usiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mchipa wa ng'ombe. Hawa ni watoto wa Jacob. Ni Lawi na huyo mwingine alikuwa anaitwa nani? Lawi na nani? Wale walifanya hiyo dhambi ya kuwa mtu, kwa sababu dada yao alikuwa anaitwa Daina. Alibakiwa na Shekemu. Alikuwa anaitwa Lawi na Rubeni. Simon and Levi. Hebu sikia. This is what happened. This is how this sideline river was created. Katika family ya Jacob na family ya Shekemu. Ikawa Jacob anatoka kwa mjomba wake Labani, anaelekea huku kwao walitoka, na akafanya maridhiano, wakasikizana na Esau ambaye ni brother yake, kaka yake. So now wakati wamerudiana vizuri na wakawa na amani, akajitafutia makao, akaenda akaweka hema katika nchi ya Washekemu, na huku akakaa na akafanya biashara. Lakini siku moja mtoto wake binti mlebo kabisa anaitwa Daina, akitembea mle, kijana wa mfalme akamuona, hakusikizana vizuri, akambaka. Kakane baadaye baba na Shekemu akakuja kwa baba ya Daina, wakasema mtoto iko hivi na hivi, kwa sababu Shekemu amempenda, niambie nitoe mahali ili hata nyinyi mnaweza kaa hapa, mkae na sisi, mnunue machaba, mfanye biashara na hata muishi hapa. Lakini vijana hawa wawili, Lawi na Simoni, wakakaa kwa hila, wakajipanga kwa hila. Wakaambia Shekemu na watu wake, ikiwa hiyo ndio mnataka, basi sisi tuwatahiri na nyinyi mwende mtahiri, ili tuwapatie binti zetu na nyinyi mpatie wenu, tuwe tunaoana. Basi ikawa hivyo. Lakini kulikuwa jambo ilikuwa fiche, sirini. Lawi na Simoni wakaweka makari upanga. Baada ya siku 3, wakati wanaume wametokota kwa uchungu, wakavamia zile mboma, wakawachinja wanaume wote. Hawangefanya kitu kwa sababu kuna uchungu wa kutahiri. Hawangefanya kitu, wakachinjwa wote. Hata ng'ombe wakakata miguu. Hii ghadhabu ikawa nyingi sana, mpaka baba yao akawaambia, sasa tutaishi namna gani na hawa watu? Wakati baba yao mzee alikuwa anaachilia wazia, sasa ako karibu kwenda kupumzika na baba zake kufa, akawaambia wana wa Yakobo, kujeni niwaambie vile itakuwa baadaye. Sasa akawaambia hawa Lawi na Simoni, sikia. Ni mzee anasema, roho yangu mimi baba yenu itoke kwenu. Roho yangu mimi baba yenu itoke kwenu. Narudia tena. Baba akasema roho yangu mimi itoke kwenu.
Jambo la pili akasema nini? Mimi mipango yenu miovu nisikashirikishwe. Huyo ni binadamu alisema hivi. Naomba upate ufunuo kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya damu na kondoo. Pokea ufunuo. Pokea ufunuo. Sisi nasi tutatoka hivyo tu. Roho yangu Moro, usikakubali kukaa katika ukoo wa baba yako, kukaa katika ukoo wa mama yako. Ule mto unatiririka. Usikubaliane na wao. Roho yangu, nafsi yangu, toka kwa hiyo mto. Toka kwa hiyo mto wa kiukoo ambao umejaa magonjwa, umejaa laana, umejaa kisirani, umejaa mauti. Toka katika huo mto wa kiukoo unatiririka ambao umejaa uchawi, ambao umejaa kutosikizana. Toka roho yangu, nafsi yangu, toka. Hebu rudia hivyo. Baba, katika jina la Yesu, ewe roho yangu, taja jina yako. Ewe roho yangu Moro, toka katika ukoo wa baba yangu, toka katika ukoo wa mama yangu, toka. Mimi sitashirikishwa na mipango yao ambayo ni miovu. Toka katika ile mto wa kiukoo ambao unatiririka. Toka. Jiombe sasa. Wewe ndio unajua ni nini iko katika ukoo wako. Taja ukoo wako. Shakadaba ya ndurubose. Rakabaga sanda. Ili ya kweli, ikiwa unataka kutoka, utatoka. Utatoa nafsi yako. Haitashirikishwa katika huo mto. Haitakaa ndani ya toa ambao ni wa kiukoo, ambao umekaa dhambi, umekaa kutoaminika, umekaa kukasirikia Mungu. Toka nafsi yangu. Sasa hatua ya pili, nafsi yako ingie katika mto ambao ni wa Yesu. There is a bloodline river of the Lamb of God. Iamlishe sasa ingie katika ile mto. Ikaanze kuingia katika ile mto. Katika mto ambao ni wa damu ya Yesu inatiririka. Hakuna ubaya. The blood of Jesus has no flaws. Haina hasara, haina magonjwa, haina laana, haina kisirani, haina mauti. Inua mkono wako, sema Baba, katika jina la Yesu, na iamulisha nafsi yangu itoke katika mto wa kiukoo ambao unatiririka, ambao umejaa kisirani. Nafsi yangu ingia katika mto ambao ni wa damu ya Yesu. Mto ambao unatiririka wa damu ya Yesu. Ingia hapo, ukapokea amani, ukapokea uhai, ukapokea utakazo, ukapokea uponyaji, ukapokea kuinuliwa, ukapokea kibali, ukapokea kuinuliwa katika jina la Yesu. Rita kama satarantarabaya, ita kama zandorobo shantu. Thank you Jesus. Sasa hii kitu nataka uifanye kwa ufunuo. Ikiwa unaweza na umenifuata, na ikiwa hata ukueleza ukupata ufahamu kabisa, niko available wiki hii isipokuwa Wednesday, kuja nikuombee, kwa sababu lazima tuwe katika hiyo mto. Hebu sikia sasa. Wakikuyu wako na mihiriga, wako na clans. Mtu ajue clan yake. Hakuna tribe haina clans. Bwana asifiwe. Hakuna. Pengine wewe hujui. Hiyo clan, wanasemanga hii clan iko na hii. Iko na hii mambo. Iko na hii mambo. Sijui kwenu, lakini naongea kwa niaba ya wale ambao wako katika mlima. Najua na wao wanaelewa. Lazima utoke katika hiyo vitu imesemekana iko katika hiyo clan. Na utaanzaje? Unajua jina ya baba yako. Na unajua ya babu. Unajua jina ya mama yako. Na unajua jina ya babu yako na chuchu. Wote wawili unawajua. What you do, you take your position now. Ujitoe nafsi yako, uitoe katika ukoo wa mama, ukoo wa baba, na ushirikishe na uingie katika mto ambao ni wa damu ya Yesu na mwana kondoo ambao unatiririka. Okay.
Kuna watu wametoka kwa wazee kwa sababu ya jambo hili kama au ingine. Maodo matiganite. Hata wewe utadenounce. Utatoka kwa hiyo damu ya yule alikuwa amekuoa. Hata mwanaume pia wanaachagwa. Wanawake siku hizi wamepata miguu ya kwenda. Hii kitu nataka tuifanye haraka ili tuombe. Hallelujah. Oh, rakoba shalaba santa. Hebu simama. Oh Jesus, hebu rudia nyuma yangu. Ninavuja kuanzia leo. Sema navuja kuanzia leo. Maagano yote, malaana yote yaliyo katika mto wa kifamilia ambao unatiririka katika maisha yangu, kuanzia leo, ewe nafsi yangu, toka ndani ya mto wa kiuko, toka katika mto wa kiuko, toka katika mipango yao, ingia katika mto ambao unatiririka wa damu ya Yesu. Jiombe sasa, jikomboe. Nimekuambia utoke kwa ukoo wa baba, toka katika ukoo wa mama, toka katika ukoo mahali umezaliwa. Rekarababo, rubuseterekete, jala kama santa kana malantaria, robarababo, repa, retekete, rikata kana masai, rebarabarabarabaraba santa, rikagagagagaga masai. Oba, we pray. Badilisha maisha yako, nafsi yako haitagadamizwa, haitakaa mateka tena ndani ya mto wa damu ambao ni ya kiungo, ambayo inatiririka ndani ya maisha yako. Jikomboe, jiombe. Ritirikibikibisiti, lara kapashanda kana masai, retaka yala bashando, robo salalanteria, ibedo, ropo. Thank you Jesus. Hebu inua mkono wako tena. Sema Baba, katika jina la Yesu, kuanzia siku ya leo, mto ambao unatiririka ambao ni wa Yesu, kanipokee leo. Naingia katika mto ambao unatiririka ambao ni wa damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo, isemao mazuri, ambao haina kuniribia kizazi, ambao haina mauti, ambao haina magonjwa. Damu ya Yesu, mto wa damu ya Yesu ukatiririka ndani ya maisha yangu, ndani ya afya yangu, ndani ya ndoa yangu, ndani ya biashara yangu, ndani ya watoto wangu. Mto ambao ni wa damu ya Yesu, tiririka ndani yangu. Mimi sitaki tena kukaa ndani ya damu ya kiuko, katika jina la Yesu. Nafsi yangu toka. Ingia ndani ya mto ambao unatiririka, ambao ni mto wa damu ya mwana kondoo. Shalagada bashanda, leteketere, rakayala, bakasalalanja, labasanda, lidebekebesente. Hebu rudia tena. Ninainuka tena. Sema nyumba yangu, ninainuka tena. Ninainua imani yangu, nachochea imani yangu, ili nikapokee uponyaji katika damu yangu, katika ndoa yangu, katika afya yangu, katika biashara yangu, katika na watoto wangu, katika hali ya wokovu wangu. Nachochea imani yangu, nataka uponyaji. Naingia katika damu ya mwana kondoo, naingia katika mto wa damu ya mwana kondoo, naingia katika damu ya mwana kondoo. Katika jina la Yesu. Hebu rudia nyuma yangu tena. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kupitia mto wa damu ya mwana kondoo ambao unatiririka sasa ndani ya maisha yangu, ndani ya biashara yangu, ndani ya ndoa yangu, ndani ya biashara yangu, kwa jina la Yesu ninapokea. I recover every stolen into hell. Rochote ambayo
Shetani ameniibia afya nzuri, ameniibia ushindi katika wokovu, ameniibia biashara nzuri, ameniibia ndoa nzuri, ameniibia furaha katika ndoa, ameniibia watoto sikasome vizuri. Katika jina la Yesu, I recover everything that I was stolen. Jiombe sasa, wewe ni unajua shetani amechukua nini kutoka kwako. Wewe ni unafahamu shetani amechukua nini cha kwako. Kazi rudisha sasa katika mto ambao unatiririka wa damu ya mwanakondoo. Kazi rudisha sasa. Itarama ya shandara rikakakakamerenere raikanara mashanto ropo seteregete shalagamashanda itarama ya ndorobosai maka shalagalagala mashanda sepadana mashanto inabara mashanda rabasai ikakakakamandara. Thank you, Jesus. You are worthy, God. Jiombe ndugu yangu, jiombe kaka yangu, pray, omba. Hii hakuna mchezo. Ikiwa umekaa hasara, kuanzia leo, umepona, umekombolewa. Kapeleke mashtaka mbele ya Mungu. Shetani vile amekuibia, vile amekutesa, haitakuwa hivyo tena. Kwa jina la Yesu. Uko hapa na unasema, Pastor, nataka nikaombewe. Wewe ambao umemaanisha unatoka katika mto wa kiukoo, just come over here. As confident as you know, God is